بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tuendelea katika kitabu chetu ambayo ni risala ya ahkam al-maqabir fi al-Islam, na tulifikia jana katika masala yanofungamana na makaburi, mtu kutoa wasia azikwe katika makaburi fulani. Tukasoma baadhi ya maneno, kisha akasema fa idha taaddadat almaqabir, pindi makaburi yatakapokuwa mingi, fil baladi, katika mji mmoja, wa awsa al-insanu, na akausia mwanadamu, kabla mautihi, kabla ya kufariki kwake, an yudfana fi maqbaratin muayyanatin minha, azikwe makaburi maalumu katika hayo makaburi yaliyokuwa mingi katika mji wake. Fa inna wasiyatahu tunfadhu, hakika wasia wake utapitishwa, utatekelezwa. Idha lam yakun fi tanfidhiha mahdhurun shar'iyyun, itakapokuwa kupitishwa kwake wasia huo hakuna jambo lenye kuogopelewa au kutahadhariwa au jambo la haramu la kisheria, au dararun ala almayyit au ala alhayy, au ikawa kuna madhara kwa maiti au yule alikuwa hai. Sababu la darara wala dirar, hakuna kudhuru wala kujidhuru wewe mwenyewe wala kuwadhuru watu wengine. Amma law kanat alwasiyatu bidafni fi maqbaratin muayyanatin, ama itakapokuwa wasia huo ni kuzikwa katika makaburi maalum, tastawjibu, jambo hilo linaajibisha naqlu almayyit, kumchukua maiti huyo, min albaladi alladhi mata fihi, katika mji ambao aliofariki ndani ya mji huo, ila baladin akhar, kumpeleka katika mji mwingine, ba'idin au qaribin, ambao mji huo uko mbali au uko karibu, min baladi alwafat, katika mji wa ule ambao waliofariki. Fa inna lilulamai aqwalan wa tafsilatin, hakika wanachuoni katika jambo hili kuna kauli nyingi na upambanuzi mwingi. Mtu amefariki katika mji mmoja akatakaburishwa kupelekwa mji mwingine kwenda kuzikwa, wanachuoni wametofautiana sana katika jambo hili, fi hadhihi almas'alati, katika masala haya. Warajihu, na kauli yenye nguvu, baada aradi aladillati, baada ya kuziorodhesha dalili na kuzionyesha zile dalili, anna hukma naqli almayyit, kwa hakika hukumu ya kumburisha na kuhamisha maiti, min baladin, kutoka katika mji mmoja, ila akhar, kumpeleka katika mji mwingine, yakhtalifu bihasabi alahwali walamakin, jambo hili linatofautiana kwa kiasi cha hali na sehemu, zitaangaliwa zile hali na zile sehemu zinakuwaje. Faqad yakunu an-naqlu harama, muda mwingine kwa hakika ili kumhamisha maiti, kumtoa mji mmoja kumpeleka mji mwingine, linakuwa ni jambo la haramu, au makruhan, au timu nyingine za kuwa ni jambo la kuchukizwa. Waqad yakunu jaizan, na timu nyingine inakuwa jambo lenye kufaa, au mustahabban, au inaweza kuwa ni jambo lenye kupendekezwa, au wajiban, au likawa ni jambo la lazima. Anataelezea moja baada ya nyingine. Fayakunu naqlu almayyit, linakuwa basi jambo la kumhamisha maiti, min baladin, kumtoa mji mmoja, ila baladin, kumpeleka katika mji mwingine, haraman, linakuwa jambo hilo ni haram, idha adda dhalika an-naqlu ila taghyir almayyit, pindi litakapopelekea jambo hilo, adda maana vile kupelekea jambo hilo
an-naqlu, kumuhamisha maiti huyo, dhalika an-naqlu, yani kuhamisha huko ukapelekea ila taghyiri al-mayyit, yule maiti kubadilika akaharibika, au intihaki hurmatihi, ila taghyiri al-mayyit, kubadilika yule maiti, au intihaki hurmatihi, au kuvunjika heshima yake, kawa heshima yake itaporomoka kwa sababu ya vile kumuhamisha mji mmoja kumpeleka mji mwingine. Wa alayhi, na ni juu yake huyo maiti, falau awsa al-mayyit, hata kama maiti basi atausia kabla mautihi, kabla ya kufariki kwake, binaqlihi, kwa kuhamishwa mji mmoja kupelekwa mji mwingine. Wal halatu hadhihi, na hali ndio hii ya kuwa ataharibika au heshima yake itapotea, basi ikiwa hali ndio hii, fala tumfadhu wasiyatuhu, wasia wake hautotekelezwa. Wa yuhramu tanfidhuha, na itakuwa ni haramu kutekeleza wasia huo. Kwa hiyo hili litakuwa ni haramu, kwa kuna uhakika kwa maiti huyo ataharibika mwili wake, heshima yake itapotea na mambo mengineyo katika mambo ya mashaka na tabu, basi itakuwa ni haramu kumhamisha. Wa yakunu an-naqlu min baladin ila baladin, na inakuwa ile kugurisha kutoka mji mmoja kumpeleka mji mwingine, wajiban, inakuwa ni jambo la lazima, fi hali dharurati, katika hali ya dharura inakuwa ni lazima tumtoe maiti huyo tumpeleke katika mji mwingine. Mfano kauni almayyiti, mfano kuwa maiti bidari harbi, hiyo katika mji wa vita, watu wanapigana, hatuwezi kuuzika pale, tabii tumchukue. Au fi makani, au katika sehemu ambayo yukhafu alayhi, anaogopelewa yeye juu yake maiti huyo, min nabshi, kuwa atafukuliwa, tukimzika watamfukua makafiri au watu waovu, au tahriqihi, au kumunguza, watamfukua wamunguze, yani maana yake wamtie moto. Au almuthlati bihi, au watamfanyia tamthili. Ni ile almuthla, ni ile atamthili, ni ile kumkatakata viungo, mara atamkata masikio, mara macho atamtoa, mara atamkata pua, kama vile walivyofanywa shuhada Uhud, mashahidi wale wa vita vya Uhud. Waislamu ilikuwa makafiri wanafanyia tamthili, wanakata viungo, mara wanakata masikio, mara wanatoboa macho, washakufa lakini wanafanyia tamthili, mara wanakata midomo hii, mara sijui wamekata vidole, yani wanafanyia hivi. Kwa kama tunachelea hilo, hatozikwa, atagurishwa, hapo itakuwa ni lazima. Kadhalika lau mata sunniyun aidan, na vile vile lau kama atafariki mtu wa sunna, fi biladi almubtadi'ah, katika miji ya wazushi, watu wa bid'a. Wa ala hadha, na juu ya msimamo huu, fayajibu al'amalu biwasiyati almayyit, itawajibika kufanyia kazi wasia wa maiti. Mathalan amekufa katika nchi ya Iran, mjama Shia huko, na yeye ni ahli sunna, huenda wakamfanyia vitu viovu. Hakuna msikiti wa ahli sunna Iran, ulikuwa mbakia mmoja, na huo pia washauvunja, waliopiga borizoda wote wakautoa. Kwa hiyo anahofia yeye mashia wale qatalahumullah, basi hapo hata wasia wake utatekelezwa. Fayajibu al'amalu biwasiyati almayyit idha awsa binaqli hinaidhin, pindi atakapotoa wasia kugurishwa na kuhamishwa katika mji huo wakati huo, hapo itakuwa ni lazima. Wa yakunu an-naqlu lilmayyit jaizan, na inakuwa kumhamisha maiti ni jambo lenye kufaa, ni jaiz, idha kana an-naqlu min baladin ila baladin, itakapokuwa kumhamisha katika mji mmoja kumpeleka mji mwingine, li gharadi sahihin, kwa lengo sahihi, ay hadaf, lengo sahihi, au maslahatin, au maslahi sahihi. Walam yakun fi naqli almayyit, na wala itakapokuwa hakuna vile kumgurisha maiti, intihaku lihurmatihi, kuvunja heshima yake, au taarrudhihi, au kumuingiza yeye lihurmatihi, au taarrudhihi, au kumuingiza yeye litaghyir, kubadilika, halitamuingiza jambo hilo kumfanya yule maiti abadilike. Au mashaqqatin, au akapata mashaqqa yule maiti, au harajin ala alahya, au akapata uzito, wale walikuwa hai wanapata uzito kumhamisha maiti huyo. Alladhina, wale ambao yatawallawna naqlahu, ambao wanalisimamia jambo hilo.
Wanaolisimamia jambo gani? Wale ambao wenye kulisimamia jambo la kumhamisha maiti kwa hawana uzito, basi itakuwa ni jaiz. Wakipata uzito haitofaa. Wal aula, na ile bora zaidi fi hadhihi alhalati, katika hali hii, al-amalu bi wasiyati al-mayyit, kufanyia kazi wasia wa maiti, idha awsa bi naqlihi, pindi atakapowasia toa wasia kwa kuhamishwa kwake, kabla mauti, kabla kufariki kwake. Amma idha kanat al-wasiyatu bin naqli, ama itakapokuwa wasia ametoa kwa kuhamishwa ligharadhi ghairi sahihin, kwa lengo ambalo sio sahihi, au kana fi naqli al-mayyit mashaqqa, au ikawa vile kumhamisha kuna mashaka au haraj, au kuna uzito ala al-ahya, kwa wale waliokuwa hai, min aqaribi al-mayyit, kwa wale watu wa karibu wa maiti, au ghairihim, au sio kwa hao, fa inna aula, basi jambo ambalo lilikuwa ni bora zaidi, alla tunfidha wasiyatuhu, usitekelezwe wasia wake kama kuna shida na mashaka. Hakuna haja yoyote, pengine mtu amefika amekufa da au kuja, kuna haja gani kuja kuzipa pema? Hakuna lengo lolote sahihi, hakuna faida yote kule Uislamu wako, makaburi yako, kuna haja gani sasa? Hakuna shida yote. Bal yudfanu fi maqabiri albaladi alladhi mata, bali yataziwa katika mji ambao aliofariki, idha kana hunaka min almuslimin, pindi takapokuwa huko kuna waislamu, man yaqumu bihi, ambao watakomsimamia yeye. Madamu kuna waislamu, basi azikwe tu huko. Hadhihi khulasatu kalami ahli alilmi, huu ndio ufupisho wa maneno ya wanachuoni fi hadhihi mas'alati, katika masala haya. Kwa ina maana tumegeza kwa ni haram, tumegeza kwa ni jaiz, na tumegeza kwa nini ni makruh. Lakini ala kulli hal, hakuna haja ya kuhamisha mtu, kumtoa nchi moja kumpeleka nchi nyingine. Hapa anazungumzia miji, umefahamu? Maana yake mji uko katika nini? Mji moja, maana yake nchi moja. Mfano sisi tuko katika kisiwa cha Pemba, ndio anazungumzia hali. Lakini kumtoa katika nchi moja kumpeleka nchi nyingine, kama hivi tunavyofanya sisi, wala hakuna gharadhi yoyote, hakuna lengo lolote muhimu, haina haja. Bali katika madhhabi ya Shafi'i jambo hilo ni haram, kama wasema al-Imam an-Nawawi, kumhamisha maiti, kumtoa katika nini, masafatul qasri, masafa ya nini, kupunguza swala, masafatu qasri sala, masafa ya kupunguza swala tu. Maana yake kama kilomita 85 kuendea hapo, haifai maiti kufanya nini, kumgurisha, mzike tu huko huko. Na huo ndio madhhabi ya Shafi'i. Na wale waliokwenda kwa kauli ya chini kabisa katika madhhabi ya Kishafi wanasema nini, jambo hilo ni makruh. Kwa la kulli hali, hakuna haja ya kugurisha maiti, kumtoa huku kumpeleka huku, kumhangaisha, wala hakuna gharadhi yoyote wala lengo lolote ambalo hadafun sahihu, lengo sahihi ambalo lina manufaa yoyote kwa maiti yule wala waliokuwa hai. Hakuna haja yoyote. Anasema nadhkuru aidan, tunataja tena vile vile, baadhi ahkami ziyarati alqubur, baadhi ya hukumu za kuzuru makaburi. Wa hukmu ziyarati lilmaqbur, na hukumu ya kuzuru yule aliyezikwa, mustahabbatun, jambo hili lenye kupendekezwa, inda jamaahiri alulamai, mbele ya wanachuoni wingi. Jamaahir jamu ya jumhur, mbele ya wanachuoni wingi, min as-salafi wal khalaf, katika salaf na khalaf. Wote salaf maana yake ni wale waliotangulia, na khalaf ni wale ambao walikuja baada ya salaf. Wote wanaona ni jambo lenye kupendekezwa. Bal naqala ba'd ahli al-ilmi al-ijma'a, bali wamenukuu baadhi ya wanachuoni ijma', ay ittifaq, makubaliano, ala istihbabiha, juu ya kupendekezwa kwake kuyazuru makaburi. Kwa ina maana ijma'ul muslimin, makubaliano ya maulama kuwa jambo la kuzuru makaburi ni jambo mustahabba, lenye kupendekezwa. طيب, wastadallu bi ahadith ma'luma, na wametolea dalili hadithi ambazo ni zenye kujulikaniwa, zenye kufahamikaniwa. Minha, miongoni mwa hadithi hizo, hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ni hadithi ya Abi Hurairah, Allah miradhi, qala, amesema, zara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qabra ummihi, alilizuru mtume alayhi salatu wassalam kaburi la mama yake mzazi. Fabaka, basi akalia yeye mtume kwanza nafsi yake, wa abka man haulahu, kisha akawaliza
wale ambao waliokuwa pembezoni kwake na wao wakalia, kwa vile walipomuona mtume alayhi salatu wasallam analia na wao wakalia. Thumma qala, kisha akasema mtume alayhi salatu wasallam, ista'adhantu rabbi, nimemuomba ruhusa Mola wangu mlezi Allah jalla wa ala, an azura qabraha, nilizuru kaburi lake mama yangu. Faadhina li, akaniruhusu mimi nifanye hivyo. Faadhina li, basi akaniruhusu mimi nifanye hivyo. Lakini fastaadhantuhu, nikamtaka tena basi ruhusa, idhin an astaghfira laha, nimuombe msamaha mama yangu. Falam ya'dhan li, hakuniruhusu mimi, basi hakuniruhusu mimi. Kisha akasema mahalu shahidi hadithi, fazuru alqubura, yazuruni makaburi, yatembeleeni makaburi. Fa innaha, hakika hayo makaburi, tudhakiru al-akhirata, yanakumbusha akhira. Yazuruni, fazuru alqubur, basi yazuruni makaburi. Fa innaha, hakika basi hayo makaburi, tudhakiru al-akhira. Hadha dalilun ala istihbab ziyarati alqubur, hii ni dalili juu ya kupendekezwa kuyazuru makaburi. Min fi'li nabii sallallahu alayhi wasallam, kwa kitendo cha mtume alayhi salatu wassalam. Wa min amrihi kama huwa dhahir, na kama amri yake alivyoamrisha hapo. Ona ni fi'lu amri, fazuru alqubur, na wal amru yaqtadi alwujub, kama ilivyo katika masuala ya al-usul. Kwa ina maana hiyo ni amri yake kama ilivyo katika hadithi. Wa hakadha fi hadithi, na hivi imekuja katika hadithi nyingine, kuntu nahaitukum an ziyarati alquburi, ilikuwa mimi mwanzo, anasema mtume alayhi salatu wassalam, nikiwakatazeni nyinyi Waislamu kuyazuru makaburi, kuwafanyia ziara. Fazuruha, basi sasa hivi yazuruni, yafanyieni ziara. Hadha amrun, hii ni amri, listihbabi inda ahli alilm, katika kupendekezwa kuyazuru makaburi mbele ya wanachuoni, wanaona hivyo. Fayustahabbu ziyaratu alquburi, kunapendekezwa basi kuyazuru makaburi. Wa huna, na hapa, kuanzia hapa, anqulu faidatan, nitanukuu faida an ibn al-Qayyim rahimahullah, kutoka kwa al-Imam Ibn Qayyim Abu Abdullah al-Jawziyya. Nitainukuu kauli yake fi kitabihi, katika kitabu chake Ighathatul Lahfan, ambao kitabu chake kinaitwa Ighathatul Lahfan. Qala, akasema al-Imam Ibn Qayyim, al-maqsudu min ziyarati al-qubur, makusudio katika kuyazuru makuburi, anasema Muhammad ibn Abi Bakr Ibn Qayyim Abu Abdullah al-Jawziyya, anasema makusudio katika kuyazuru makaburi, thalathatu ashiya, kuna mambo matatu yanapatikana katika makusudio. La kwanza, tadhakkuru al-akhirah, ni kukumbusha akhirah, wal-i'tibar, na kupata mazingatio kwa wale waliozikwa pale, naye kuwa kuna siku nayo utaikwa pale. Je, umejiandaa nini? Kaifa ni istidadi ile, vipi ile istidadi, umejiandaa vipi? Kadhalika walitti'adh, kupata mawaidha, kupata mauidha kuhusiana na wale wenzangu wamelala pale, na mimi kuna siku nitalala, nimejiandaa na nini? Waqad ashara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ila dhalika biqawli, na kwa hakika ameliashiria hilo mtume alayhi salatu wasalam katika kauli yake pale aliposema, zuru alqubura, yazuruni makaburi. Fa innaha, hakika wa makaburi basi, tudhakiru al-akhirata, yanakumbusha akhirah. Athani, jambo la pili, al-ihsanu ila al-mayyit, kumfanyia ihsan, wema yule maiti. Wa alla yatula ahduhu bihi, na wala isije ikawa refu zama zake, muda wake usije ukarefuka sana kwa maiti yule. Fayahjurahu, mpaka yule mtu akambura yule maiti, muda usije kuwa mrefu mpaka akambura ikahamtembelee mwenzake. Wayatanasahu, na akamsahau maiti huyo, au akajifanyisha kumsahau maiti huyo. Ndio mtume alayhi salatu wasalam akasema, wazuruni makaburi, kwa sababu msije mkawasahau wenzenu, kwa sababu anahitaji zaidi dua. Na makaburi yoyote yani, si lazima kufunga safari, kama tulivyoelezea huko nyuma, la tushaddu ar-rihal illa ila 3 masajid. Kadhalika akasema, walihadha, na kwa ajili hii basi, shar'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ameweka sheria mtume sallallahu alayhi wasallam, lizairina, kwa wale wenye kuzuru, an yad'u li ahli al-qubur,
kuombea wale watu waliomo katika makaburi, bil maghfirati war rahmati, kumwombea maghfira, msamaha na rehema, wa suali al afiyati, na kuombea afya, salama. Pia salama ndo afya. Athalith, jambo la tatu, min almaqsudi min ziyarati alqubur, katika maksudio ya kuwazuru makaburi, ihsanu zairi li nafsihi, kuifanyia wema yule mwenye kuzuru makaburi, kuifanyia ihsani nafsi yake, bittiba'i sunnati, kwa kufuata sunna ya bwana mtume, wal wuqufi, na kusimama indama shara'ahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Kusimama ni kusingama, maana kusimama katika yale ambayo ameweka sheria mtume alayhi salatu wassalam. Fayuhsinu, anafanya uzuri basi, ila nafsi, katika nafsi yake, wa ila almazur, na yule ambaye mwenye kumzuru. Almazur ni yule mwenye kufanywa ziara, maana yake yule maiti. Kwa ina maana itakuwa amefuata sunna bwana mtume, amesimama lile ambalo alitakiwa asimame, mtume amemfahamisha hivyo sallallahu alaihi wasallam, na amefanyia vizuri nafsi yake kwa yule ambaye mwenye kumzuru pale katika ile kaburi. Almazur, yule mwenye kuzuriwa. Idhan, kwa hivyo dhakara maqasid az-ziyarati lilqubur, sababu almazur ni ismu fa'il ya zara yazuru ziyaratan zair, ismu fa'il, ismu maf'ul mazur. Kwa anasema idhan, kwa hivyo dhakara maqasid az-ziyarati, ametaja maksudio ya ziara mtume alayhi salatu al-Imam Ibn Qayyim ametaja maksudio ya ziara lilqubur, katika makaburi. Kwanza kabisa tadhakkuru al-akhirah, ni kukumbusha akhirah. Al-ihsanu ila al-mayyit, kumfanyia wema yule maiti. Ihsanu zairi, kujifanyia wema mwenyewe yule mwenye kuzuru makaburi. Ila nafsi, kwa nafsi yake. Ittiba' as-sunnati, kwa kufuata sunna bwana mtume alayhi salatu wassalam. Mas'alatun, masala mengine, fima sabaqa, katika haya yaliyotangulia, ziyaratu rijal, kuzuru wanaume makaburi. Jambo hili mustahabatu, lenye kupendekezwa wanaume kuzuru makaburi, kama dallat ala dhalika aladillatu, kama lilivyojulishwa jambo hilo na dalili. Naati limas'alati ziyarati an-nisa'i lilmaqabir, jambo hili yani jambo hili la wanaume halina khilaf kama nini, ni mustahabba. Lakini mushkil unakuja kwa wanawake vipi? Masahaba ndio wanasema naati li mas'alati ziyarati an-nisa'i lilmaqabir. Sasa hivi tunakuja na masala ya kuzuru wanawake makaburi. Yambaghi, inatakikana, an ya'lama, mtu atambue, au la anna al-ulama, au kuwa ya kwamba hakika wanachuoni lam yakhtalifu, hawakutofautiana, hakuna khilaf, la khilafa fihi, fi anna almar'ata, kwa hakika kuwa mwanamke, idha alimat min nafsiha, pindi atakapojielewa na kujifahamu na kujua kutoka katika nafsi yake, annaha, kwa hakika yeye mwanamke huyo, idha zaratil maqbarata, pindi atakapozuru makaburi, dhahara minha, itadhihiri kutoka kwake, ma la yajuzu, ambayo yale mambo ambayo hayafai, min qawli, ima atazungumza neno ambalo ni la haramu katika sheria ya Kiislamu, au amali, au atafanya kitendo cha haramu katika Uislamu. Fa innahu, basi hakika ya hali na shani ilivyo, la tajuzu laha ziyaratu, haifai kwake yeye kuzuru makaburi hayo. Hili halina khilafu, wanachuoni wote wamekubaliana bil ittifaq kuwa mwanamke kama nafsi yake haiwezi wala hajiaminishi kuwa yeye akienda makaburini fitna itampata ya kufanya jambo kinyume na sheria. Hakuna khilafu kwa asifanye nini, asiende, basi ajizuilie asiende. Khilafu imekuja kwa mwanamke ambaye sasa nafsi yake anaiweza yeye, anastahamili. Je, anaruhusiwa kwenda hapo? Sasa ndio wanachuoni wanapotofautia.